Hello msikilizaji wa Vam Simulizi. Karibu tena katika kipande cha 6. Simulizi inakwenda kwa jina la Aliniacha baada ya kupata utajiri. Ni simulizi nzuri sana. Ungana nami leo tuwe pamoja mwanzo mwisho. Anasema aliniacha baada ya kupata utajiri. Lakini ngoja nikukumbushe tulipokuwa tumeishia ili uweze kujua. Gladness akiwa na mimba ya miezi 4. Anasema kwamba alianza kukagua simu ya mpenzi wake. Wakati akikagua alikutana na SMS mbalimbali. Lakini kumbuka huku ex wake Brian ameachana na mke wake, lakini pia kazini alikuwa amefukuzwa, anaishi maisha kwa waganga tu kumloga Gladness, wakishirikiana na mama yake. Kwa kweli maisha yalikuwa magumu kwa upande wa Brian. Lakini Joshua kumbuka ex wake amemtafuta baada ya kukaa kwa muda mrefu na kumtumia ma SMS ambayo Gladness ameyakuta. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Kipande cha 6. Gladness anasema kwamba yule mwanamke alimtaka Joshua aniache mimi ili wao warudiane. Nilikuta majibizano, chatting za mume wangu Joshua na yule mwanamke. Na Joshua ilikuwa inaonekana kabisa akipinga kitendo cha yule mwanamke kutaka eti na kumwambia kwa sasa hampendi na wala hataki kurudiana naye. Niliendelea kusoma na kugundua mazito sana kwamba kumbe Joshua alikuwa na mtoto mkubwa tu, na huyo mtoto alishafariki tu juzi hapo bila hata kunishirikisha. Nilikuta meseji zake na mama wa huyo mtoto wakiwa na chati, na kuna hadi meseji za kutuma pesa za matibabu ya huyo mtoto. Moyo wangu ulienda mbio, nikavuta pumzi. Nilishangaa sana, kumbe aliwahi kuzaa na mwanamke bila mimi kuniambia. Na hakuniambia kabisa kwamba ana mtoto tena wa kiume siku zote hizo, na kafariki tu juzi. Na huyu mpenzi wake wa zamani naye anang'ang'ania kurudi, wakati anajua fika kwamba Joshua ana mpenzi na tunaishi sote. Na walikuwa wamepanga wakutane, maana huyu mwanamke alipanga wakutane na Joshua, na hayo yote niliyaona kwenye chatting zao. Kweli niliamini mwanaume sio ndugu huyo. Huo msemo ninauheshimu sana, kwamba mwanaume sio ndugu huyo, ikimaanisha wanaume hawana uaminifu wala kujali wake zao au wapenzi wao. Kwa kweli juu ya swala lile la kuchepuka, kwani mwanaume mmoja anaweza kuwa na wanawake wengi tu, hata hajali kwamba ana mke mmoja. Hakunaga hiyo cha mwanaume mmoja au wangu mwenyewe. Wanaume wanatembeza rungu hatari, anasema Gladness, bila kujali anaye mke au mpenzi. Basi nilisema nitamfuatilia mpaka nijue kulikoni na wanaenda kuongea nini. Gladness anasema kwa kuwa nilijua ni wapi watakutana na ni saa ngapi,
Nilipomaliza nilirudisha simu kwenye chaji kama ilivyokuwa. Basi nikarudi kuchapa usingizi huku yeye akiwa kalala fofofo. Kulipo kucha, maisha yaliendelea bila kuonesha kama hata nimegundua chochote kuhusu yeye. Mchana ulipofika, aliaga kuwa anakwenda mahali. Mara moja akadai kwamba anaenda kukagua hesabu, ajue biashara inaendeleaje. Nilimuuliza, mbona unaenda mchana? Akanijibu, eti kaamua tu aende mchana huo. Mimi nilikuwa nimeshajua, maana si niliona meseji za usiku. Basi nikasema nitamfuatilia taratibu. Alivyowasha gari na kuanza kuondoka, nikodi bodaboda nikawa namfukuzia bila yeye kujua. Hatimaye akafika baa fulani na akaingia na akapiga simu, kumbe yule mwanamke ashawahi pale. Mimi nikakaa sehemu ambayo wao hawanioni, lakini mimi nawaona. Joshua akaanza kumuuliza kwamba nini umeniita hapa wakati tulishaachana, na mimi nina mke tena namheshimu sana. Yule mwanamke akasema, Joshua, please, ni taarifa muhimu sana nataka nikupe, yani umuhimu mno. Naomba tu unisikilize, yani ni muhimu sana. Joshua akasema, haya, niambie, hilo jambo ni gani? Ex wa Joshua akasema, ni kwamba Joshua, mimi hapa sio sawa kukwambia, kwani hapa mazingira hayapo sawa. Naomba twende nyumbani kwangu. Joshua akasema, kwako tena? We Irene, shida ni nini? Tulishaachana zamani sana. Kwa nini? Nikafanya nini kwako? Ni kitu muhimu sana kwa maisha yako. Please, don't refuse. Ni muhimu kulijua hilo, Irene alisema. Joshua kavuta pumzi na kuhema. Haya, twende na kusikiliza huko kwako. Ila alisema Joshua alikubali kwenda kuambiwa hilo jambo na huyo mwanamke. Ilibidi waondoke na kupanda gari kuelekea kwa huyo mwanamke, ambapo sio mbali na hiyo baa. Na mimi nikaendelea kuwafuatilia, na hisi yule mwanamke alishtukia kitu, kwamba huenda pale hapako sawa kusema lile jambo. Na mimi nikaenda wanapoishi. Niliona liwalo na liwe tu, ni bora nikamatwe huko madirishani mwa watu, lakini niweze kumrekodi, maana nilijua kitu kibaya kinaenda kutokea. Waliingia ndani na dirisha la mbele ya nyumba ya huyo bidada lilikuwa na pazia zito. Ilibidi nizunguke kwa nyuma, ambapo niliweza kupata upenyo dirishani pa kupiga chabo. Wakati huo ulikuwa ni mtego tosha wa kutambua kama mume wangu ni msaliti au ana siri gani nyuma ya pazia na anataka kuambiwa nini. Nikwambie siri, yule mwanamke alimtaka akimwambia Joshua, na mimi nikaona ni muda mwafaka wa kutega kamera ili niweze kuunasa ushahidi. Alianza kumwambia kwamba, Joshua baby wangu, nakupenda sana. Yule babu mkuu wa chuo alinilaghai kwa pesa zake. Mpenzi, siri yangu ni kuwa nakupenda sana na sana mwenzako. I love you, please. Please, nipe nafasi nyingine japo nilikuumiza mno. Nisamehe Joshua wangu. Naomba turudiane kama zamani. Achana na mkeo, alisema yule mwanamke
akimwambia Joshua, na Joshua kabaki akimshangaa tu. We Irene, una kichaa? Yaani kuniita kote huko ni huu ujinga unanieleza? Eti nirudiane na wewe? Pumbavu. Kisa umeachwa? Mimi ninampenda Grady milele na milele. Wewe ni takataka tu. Kwenda zako. Tena usiniguse. Usiniletee mikosi mimi. Mimi ni mume wa mtu. Ni mume wa watu tayari mimi, alisema Joshua akimwambia yule mwanamke. Huku nikiendelea kurekodi, hakika nilijua nina mwanaume anayenipenda sana. Tena sana mwenzenu. Basi yule mwanamke akaanza kumtishia Joshua na kumwambia, yaani unanikataa mimi, mkyuti, msomi, nina degree kama wewe, alafu unakwenda kumpenda mwanamke wa form 4? Lo, Joshua, unatia aibu sana bana. Fanya turudiane na kuahidi hutojutia. Yule mwanamke ni mwehu na fara. Joshua kajibu, wewe mwanamke ni mwehu na fara, nitolee kichaa hapa. Grady nampenda na sitomwacha. Siwezi kumrudia maraya kama wewe. Tena ngoja nisepe, aliongea Joshua akianza kuondoka. Hakufika tu mbali, yule mwanamke akamwahi na kumshika mkono na kumwambia, Joshua, umenasa leo, unikubali niwe na wewe au uondoke nipige mayowe, watu waje nikusingizie kwamba unataka kunibaka, alisema yule mwanamke, na kumfanya Joshua apaniki na kuanza kuwaza. Ghafla nilicharuka nikasema, usijali mume wangu, apige mayowe tu, nipo hapa na ushahidi ninao. Pumbavu. Walishtuka. Hakujua nipo pale dirishani, na Joshua aliita kwa mshangao, Grady, upo hapa? Nipo mume wangu. Nilizunguka na kuingia ndani. Grady alisema, usijali mume wangu, apige mayowe tu, nipo hapa na ushahidi wote nao. Pumbavu. Walishtuka. Hawakujua nipo pale dirishani, na Joshua aliita kwa mshangao, Grady, upo hapo? Nipo mume wangu. Grady anasema, nilizunguka na kuingia ndani, hapo walikuwepo. Nikaanza kumwambia yule mwanamke, haya mtajwa, nimewasili. Haya shoti, upige mayowe ili useme ulitaka kubakwa. Chezo lako limekwisha. Umemwagwa ugali, nikamwaga mboga. Mume sio maganda ya ndizi useme utaokota jaradani. Mnyoko we. Ushahidi ninao wa kumtaka kumpakazia mume wangu kosa la ubakaji. Nitakunyosha unyoke, ndo utajua mimi ndo Gladness. Lione wigi limekukamaa hadi limenuka ubongo wa kuvaliwa kila siku. Kacheze gololi, usicheze na mume wangu. Mume ana meno, mume anauma. Shosti, jipange na utasubiri sana we mbwa. Mume wangu, tuondoke zetu. Grady alisema, nilimwambia yule mwanamke kwa hasira na kumchamba, nikimwomba mume wangu tuondoke. Na yule mwanamke akajibu, sawa, tuone utafika wapi na huyo Joshua wako. Wewe hunijui vizuri, wewe mwanamke mshamba.
aliongea yule mwanamke akiniambia mimi kitendo kilichompa Joshua hasira na kumsogelea na kumchapa kibao yule mwanamke na kumpa onyo kwamba usisubutu tena kuongea na mke wangu kijinga hivyo na kudharau hivyo, mpuzi wewe. Gladi anasema tuliondoka na Joshua wangu huku nikimwambia yule mwanamke kwamba kazi yako imekwisha, ushahidi wa kurekodiwa ninao. Msio. Tuliondoka zetu na kurejea makwetu. Tukimwacha pale ashachezea kofi kutoka kwa Joshua mume wangu. Kilichofuata ndo nilipoanza kumuuliza Joshua kwa nini alinificha kuhusu mtoto, na kwa upande wa ndoa basi. Siku moja ukaja muungano mpya wa Brian na yule mwanamke Irene dhidi ya mimi na Joshua. Hapo ndo vita ikaanza rasmi. Nilimuuliza kwa nini alinificha mtoto ambaye amefariki hivi majuzi. Nilimweleza kila kitu kuhusu kwamba nafahamu ukweli kwa kila jambo na asinifiche chochote, maana ninaujua ukweli kila kitu. Ndipo akaanza kukiri kwamba ni kweli kuwa alikuwa na mtoto tena amefariki, na kwamba alipanga kuniambia kila kitu, lakini alikuwa anafikiria akiniambia itakuwa vipi, wakati mwanzo hakuwa kanambia. Aliniambia ana nia ya kweli kabisa kuhusu kuniambia, ila alifikiri angeanza vipi, maana aliogopa nitaumia au kukasirika. Na aliniambia ananipenda sana na hataki aniumize moyo wangu. Nilimuuliza ukweli kwamba kuzaa na kuwa na watoto ni jambo la kawaida na wala asiofu, kwani mimi nampenda na yeye ananipenda sana. Gladi anasema nilimuuliza kuhusu mipango ya ndoa yetu na akasema hakuna kurudi nyuma tena, tufunge ndoa ili tuishi kihalali kama mume na mke, na kwamba tusipoteze nafasi ya sasa, hasa kipindi hichi nikiwa na ujauzito, kwani alitaka tufunge ndoa kabla sijajifungua. Basi maisha yaliendelea. Na siku chache zilikuja ndo nikaja kujua kuna muungano mpya wa Brian na yule Irene, mpenzi wa zamani wa Joshua. Na sijui huyo Irene alimjua vipi Brian, na hisi alichunguza na kugundua kuwa mimi niliwahi kuwa na mahusiano na Brian kabla ya kuachana. Imagine mahusiano unachunguzana namna hii. Hivi kungekuwa na kuachana kweli? Yaani unamchunguza vilivyo kinagaubaga. Mpenzi wako uli naye kwenye relationship, unamchunguza hadi kwa unakufahamu. Ukiingia relationship inanoga. Hakuna wa kukudanganya. Mpenzi wako akisema nyumbani kwetu sisi maskini, ulisha kujua kwao. Ujue hapo si sahihi kwako, au sio? Ungana katika simulizi hii tuendelee nalo. Ndipo nahisi na Joshua tukaanza harakati za kufunga ndoa. Hatimaye nikiwa na mimba ya miezi 8 ndo tukaja kufunga ndoa rasmi. Hapo ndo Brian ilizidi kuchanganyikiwa, maana alikuwa akiombea tuachane, na kwa upande wa Irene ndo alizidi kuchanganyikiwa kabisa. Ndoa ikawa rasmi sasa, mimi na yeye ni mke na mume, na maisha yetu yaliendelea, na hatimaye nikatimiza miezi 9 nikajifungua mtoto wa kike mwingine. Mume wangu Joshua alifurahi sana na mtoto wetu tukampa jina la Vanessa. Maisha yaliendelea na mume wangu tuliishi maisha mazuri sana
tulikula vizuri na kunywa vizuri. Hakika Mungu alitubariki sana. Siku moja nilikutana na Grace, mtoto wa baba mkubwa. Haki sikuamini kama ni yeye huyu binti. Nilikumbuka alivyonitendea. Hakika tunaambiwa tusitende ubaya wala kulipiza ubaya. Aliona na kuanza kunisalimia. Niliamini anayekudharau siku moja atakusalimia kwa heshima. Anaokudharau siku moja atakusalimia kwa heshima. Aise, waimbaji wameimba. Kwa kituko na vyote mbwembe alivyonifanyia, kumbe chuoni alifukuzwa baada ya kumchana viwembe mwenzake. Akafukuzwa chuo, akaja akatembea na mume wa mtu, kumbe alikuwa mwathirika, akapata ukimwi. Na hapo ndo akashika adabu. Grace aligeuka kuwa mtu na stresi na akawa hana matumaini tena. Nilishangaa sana akiniomba msamaha na kuniambia nimsamehe kwani moyo unamsuta. Nilimwambia kwamba nimeshamsamehe na wala asijali. Ni kweli Grady, ndugu yangu, kusema kweli mimi nilikufanya mengi mabaya na kukusimanga pamoja pale kwetu, ila nimefurahi umenisamehe moyo wangu. Yaani moyo wangu sasa umekuwa na amani. Aliniambia huku akibubujikwa na machozi na alilia sana jamani. Nilimbembeleza sana na kumwambia asihofu, afute machozi, kwani dunia na matatizo hayo baadaye. Nikamwambia bado hayo yapo. Baadaye tuliagana, maana tulikutana kwenye ofisi moja hivi na tukaagana na kubadilishana namba za simu. Mimi na Grace, maisha yaliendelea. Kitendo cha Grace kuathirika na virusi vya ukimwi iliniuma sana, na familia yake kule kwa baba mkubwa ilianza kumsimanga na kumlaumu kwamba yeye ni mshenzi na ni malaya, maana Grace alipewa mimba na huyo mwanaume na ikatoka sambamba na kuambukizwa virusi vya ukimwi. Kibaya zaidi, mwanaume mwenye alikuwa sio Mtanzania, alikuwa Mkongomani kutoka DRC Congo, na alikwisha ondoka nchini na kubadilisha kila kitu. Na Grace hakujua kabisa Grace kwamba huyo Mkongomani alielekea wapi. Hata wazazi au ndugu zake kwa upande wa Brian, yeye na Irene, walianza kujadili mbinu na kutuvuruga mahusiano yetu. Maisha kama kulipa kisasi, maana hao wote walikuwa maeksi wetu. Walikuwa wakipanga kila mikakati, maana huyo mwanamke Irene alikuwa tayari ashapata kazi mpya Wizara ya Elimu, na mume wangu Joshua yeye alikuwa akifundisha shule moja hivi ya binafsi, yani private school. Sasa kwa baba mkubwa, Grace aliendelea kunyanyaswa na kutukanwa sana. Nilizani wewe ndo ungekuwa mfano mwanangu. Mimi baba yako ni profesa wa chuo kikuu na mama yako yupo serikalini, lakini wewe umetutia aibu sana. Kitu gani unakosa hapa? Pesa tunazo, hakuna ulichowahi kukosa nyumbani, kwani hata usife tu na kuchukia kuwa wewe binti kama wewe. Umetutia aibu sana we Grace. Hayo yalikuwa maneno ya mchambo kutoka kwa baba yake, akimchamba mwanae.
Aisee, hayo ni maneno ya baba mkubwa kwa binti yake Grace. Maneno yalizidi sana, akawa ananipigia simu kwamba anateswa na kusimangwa na familia na wazazi wake. Roho iliniuma sana, nikamwonea hadi huruma. Hali iliendelea, akawa anateseka. Siku moja usiku, nipo namwogesha mwanangu, akaja akilia akidai kufukuzwa nyumbani. Nimefukuzwa nyumbani, na akasema kafukuzwa na baba mkubwa, kwamba hamtaki nyumbani. Nilimwonea huruma Grace, yaani huruma mno. Grace alikuwa analia sana. Nimefukuzwa. I say. Ilibidi nimpokee nyumbani na kumwambia akae kwangu. Alinieleza mambo mengi sana kuhusu baba mkubwa, na aliendelea kuniomba msamaha na kuniambia niendelee kumsamehe. Nilimwambia asijali, na pia sisi ni ndugu, hivyo tutaendelea kushikamana. Nilimwahidi kuwa nitaongea na baba yake ambaye ndo baba yangu mkubwa, na kwamba asijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi Grace alilala pale kwangu hadi siku iliyofuata. Nikaenda naye hadi kwao, ambapo kwa mara nyingine tena nilitia mguu kwa baba yangu mkubwa, na alishangaa sana, imekuwaje nimekuja kwake. Nilimweleza nimekuja kwake kwa ajili ya Grace. Nimekuja kwako kwa ajili ya Grace. Jana alikuja kwangu na akadai unamtesa kisa ashaasilika. Nikamwambia, baba mkubwa, huyu ni mtoto wako. Ni binti, hata kama alikukosea bado ni mwanao. Please, msamehe na muache akae nyumbani, na muache kumnyanyapaa na kumlaumu kwa sababu kaathirika na virusi vya ukimwi, kwani sio vizuri. Kumbuka ni mwanao, na kuomba baba mkubwa, please msamehe mwanao. Grace, na kuomba, nilisema huku nikimwomba hadi kupiga magoti, na ombi langu lilionekana limekubaliwa na baba mkubwa. Alinisikiliza na akisema amemsamehe na Grace abaki nyumbani. Nilifurahi sana, nikamsisitiza Grace asiache kumeza dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, na ale vizuri na aache kuwa na msongo wa mawazo. Tulimaliza, nikaondoka na Grace akinishukuru sana na kunikumbatia. Basi tukaagana. Niwahi nyumbani, maana nilikuwa na mtoto mchanga wa kunyonyesha. Niliondoka na kuwaacha pale vizuri tu, ili kuwahi nyumbani kumnyonyesha mwanangu Vanessa. Ndipo usiku huu nikapigiwa simu ya kushtusha moyo wangu. Jamani, nilielezwa kwamba Grace amefariki. Kitu gani kilimfanya Grace afariki? Ni kwa nini? Bwana, tukutane kipande cha 7. Haitakuwa jambo baya nikisema karibu Vaa Msimulizi. Karibu Vaa Msimulizi, usikilize simulizi nzuri ambazo utapata elimu, burudani na kualika. Kipande cha 7 usikose. Hakikisha unashare na marafiki. Tukutane kipande cha 7. Wallahi.